Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775026557. Sehemu ya 11 inafungua tu, tuko darasani. Tayari bidada Songi aliweza kumshuhudia Mwamba Boeing akiwa anaingia darasani na nyuma yake kuna mzimu. Akatamani kwenda kumsaidia Mwamba kwa kumwekea ilizi katika eneo lake la mfuko wa shati, lakini kwa bahati mbaya sana akawa amezuiliwa na jamaa akimsii asiuache kabisa mkono wake. Lakini ghafla tu bidada aliweza kushtukia kwamba mkono wa jamaa ulikuwa ni wa moto sana, na hii ilikuwa ni ishara ya kwamba jamaa amekuwa akiona mizimu kwa muda mrefu na yuko katika hatari kubwa. Tukirudi nyumbani, huku bidada Sokwa tayari amejifungia katika chumba, anafikiria kila maneno ambayo alikuwa ameyasikia ndani ya hii nyumba, lakini akakumbuka kwamba bidada Songi amewai kusema kwamba kuna kitu amewai kukiona kama vile jeneza fulani. Bidada Sokwa akakumbuka kwamba ni kama mtoto wake ndo alikuwa amezikwa katika hilo jeneza. Hii kitu ikawa inamchanganya kweli kweli, akaingia ndani ya chumba fulani hivi na kuanza kuchimba chini. Mwanamama kuona huu uchizi wa Sokwa, basi siku ile alikuwa amewasha mishumaa miwili huku akimwomba Mungu awasaidie hawa vijana wake wawili. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba mshumaa mmoja ukawa unazima na mwingine uko wazi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Mungu yuko tayari kumsaidia kijana wake mmoja tu. Darasani hali ya bidada Songi inaendelea kuwa mbaya kila siku kutoka siku alikuwa ameweza kulaaniwa, lakini siku ya leo ikawa ni ngumu zaidi hata kwake kuweza kusimama. Ili aweze kusimama akawa anamwegamia Mwamba Jangho. Upande wa pili katika chumba cha maabara, Mwamba Boeing alikuwa anapokea ujumbe kutokea kwa watu ambao huwa wanamuonea sana, na siku ya leo walikuwa wakimtishia hivi. Jamaa akapata wazo la kuweza kuchukua kisu ili aweze kuwafanyia kitu kibaya siku ya leo. Bidada Songi aligundua jambo hilo, akaendelea kumfuatilia Boeing, lakini kwa bahati mbaya sana Mwamba Jangho akaanza kumzuia bidada na kumwambia kwamba asimfuate kabisa jamaa, kwani ameelekea katika maeneo ya mabafu. Sio kitu kizuri kwa mtoto wa kike kumfuata mtoto wa kiume katika maeneo hayo. Baadaye bidada akazuga kana kwamba anataka basi aelekea ofisini kwenda kutoa taarifa, lakini Mwamba alipoweza kumwachia tu, bidada akawa ameingia mule ndani na kwenda kupambana na jambo hilo yeye peke yake katika maeneo ya mabafu. Hali ilikopo hivi, kumbe Mwamba Boeing alikuwa amejifikiria kwenda kujiua, kwa alikuwa katika maeneo ya mabafu na anataka kujichoma na kisu. Bidada akawa anagonga hodi na kusema kwamba wewe, naomba utoke humu ndani. Jangho akawa amejifikiria sana. Kumbuka kwamba aliambiwa kwamba asijihusishe kabisa na masuala ya mizimu kwa sababu ni kosa kubwa sana kwake. Kwa alipokuwa anamzuia bidada ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa hataki kabisa kuweza kushiriki katika masuala yote yanayohusu shughuli za mizimu. Ile anamsikia bidada anasema bana, wewe fungua mlango huko ndani, lakini kwa sababu ni mtoto wa kiume akaamua tu kuingia ndani na kuweza kuvunja ule mlango, kisha akamnyang'anya jamaa kisu. Lakini alipokuwa akimnyang'anya kisu, kwa bahati mbaya hichi kisu kilikuwa kimemkata kidogo katika eneo la mkono. Mwamba akawa amepoteza fahamu. Lilikuwa ni jeraha dogo sana ambalo lilikuwa ni ngumu sana kuweza kumsababisha jamaa aweze kupoteza fahamu, lakini alipoteza fahamu kwa sababu alikuwa anavunja masharti muhimu sana ambayo anampeleka yeye katika hatari kubwa. Na akawa anakumbuka kwamba yule bibi alimwambia kwamba usijiingize kabisa katika masuala ya mizimu. Na baada ya Mwamba kuweza kupoteza fahamu, bidada Songi akawa amemchukua na kumpeleka katika eneo la hospitalini. Jamaa akawa ametibiwa, lakini alipoamka tu akashtukia kwamba hali ya bidada ndio ilikuwa mbaya kuliko hata hali yake yeye alikuwa mgonjwa. Ikabidi kumpakia katika baiskeli na kuanza kumrudisha nyumbani. Kumbuka kwamba miili yao imeunganika. Kwa bidada anapitia hali ngumu zaidi kwa sababu yeye laana zote ndio zinatangulia kumkuta yeye, kisha zinakuja kwa Mwamba. Bidada akawa anahudumiwa kwa kunyoshwa uji na dawa, lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba alipoamka tu yeye akaanza kusema kwamba hujaweza kufanya mazoezi yako ya kurusha upinde, naomba tuelekee uwanjani sasa hivi. Walipofika uwanjani, Mwamba alikuwa akitupa mshale sehemu moja tu, yani alikuwa hakosei, kila wakati anapiga pale. Sasa hii kitu bidada ikaanza kumchanganya kidogo. Ni kweli jamaa alikuwa na uwezo, lakini uwezo ni kama umezidi kiasi chake. Lakini bidada akaamua siku ya leo kuvunja ukimya na kugundua kwamba mtu ambaye anashinda naye wakati mwingi huenda sio yule mtu ambaye anamtegemea. Huenda mzimu ndio umechukua nafasi yake kwa asilimia zote 100. Akaita Bonsok mbadala wa kumuita Jangho. Sasa hii kitu ikawa inamchanganya jamaa. Ni kwamba bidada kwa nini aniita mi Bonsok? Lakini bidada Songi akasema kabisa kwamba wewe sio Jangho. Muda mrefu sana nimegundua kwamba anaingia katika mahaba na mapenzi mazito kwa mtu ambaye ni jini. Je, wewe sio Bonsok? Kwa sababu Bonsok anaposhika upinde wake huwa anaushika vidole vyake akiviweka hivi, lakini unavishika tofauti kidogo. Japokuwa uwezo wako na yeye unafanania, lakini wewe ni tofauti. Kwa hiyo wewe ni Bonsok, sio Mwamba Jangho. Bwana Bonsok mzimu ukaamua kukili wazi na kusema kwamba ni kweli mimi sio Mwamba Jangho. Nilikuwa nikikongopea kwa hizo siku kadhaa. Kiuhalisia ni kwamba nilikuwa nimeumeza mwili wa jamaa muda mrefu sana, na mimi ndio nilikuwa nikifanya matukio yote nyuma ya pazia. Upande wa pili tunaonyeshwa mwanadada Sokwa akiwa anaitazama ile leso ambayo mwanamama alikuwa akitumia kumfutia vidonda vyake. Siku leo akawa anaiangalia sana. Wakati mganga mkuu msaidizi
msaidizi alikuwa amelewa sana. Bidada Soko akaenda kuiba ilizi zote. Taarifa zikamfikia huyu kiongozi mkuu katika hii familia, akiwa hajui kabisa nini ambacho kilikuwa kimeweza kutokea, lakini alisema kwamba najua kwamba Soko atakuwa amefanya tukio lolote la kipumbavu ndani ya nyumba, lakini mwacheni tu aende. Wakati huo bidada Soko akiwa na ile leso alikuwa ameelekea kwa mganga mwingine akitaka kwenda kujifunza namna gani ya kutumia nguvu vibaya. Lakini wakati wote huo anaendeleza kupewa mafunzo, akawa anakumbuka kwamba mama yake hakupendaga kabisa yeye kujifunza kutumia nguvu vibaya na alikuwa akimkataza sana, na hiyo ndio sababu yeye kufukuzwa katika ile nyumba. Na bidada Soko akaenda kumfuata Bonsok kwa maana ya Mwamba Janghu, kisha akamwambia kwamba anahitaji tufanye kazi ile ambayo tulikuwa tumeishia njiani. Kwa sasa hivi mimi ni timu nyingine kabisa, sishirikiani na wale watu. Lakini Mwamba akawa anakataa kwa kusema kwamba huu mwili ameupenda, anahitaji utumie huu mwili. Akamwambia Soko kwamba nisubirie mpaka nitakapokuwa nimemuua huyu Mwamba. Baada ya kumuua tu mwili wake ndio uchukua, utakuwa ni mwili wangu daima. Kwa tutafanya kazi vizuri tu, wala usinihofie mimi. Akamweleza wazi Soko kwamba alikuwa akiteseka sana alivyokuwa amefungiwa katika pete, ila sasa hivi ana amani kwa sababu yupo katika mwili wa mtu. Kwa sababu kipindi cha kwanza inaonekana huu mzimu ulikuwa umehifadhiwa ndani ya pete, ndio maana kila aliyokuwa akishika ile pete alikuwa anapandwa na huu wazimu. Bidada Songi akaenda kwa masikitiko sana kumweleza mama yake kwamba kumbe bana, wakati wote ule tulikuwa tukiongea na lile mzimu sio kabisa Mwamba Janghu. Mama yake akasema kuwa nilifahamu jambo hilo, lakini nigundua kwamba ulikuwa ni mbishi sana, ulikuwa mkali, kwa ilikuwa ni ngumu sana kuweza kukuelekeza kitu chochote. Ndio maana siku ile bibi yako yule mganga mkuu aliweza kumuita Mwamba Janghu kwamba ni mzimu. Sio kwamba alikuwa haelewi, alikuwa anajua kabisa kwamba Janghu ni mzimu kamili, lakini ulikuwa unakuzuga wewe, lakini wewe ukawa unamfokea na kusema kwamba asimuite mzimu bali amuite Janghu. Alafu kitu cha kukumbuka ni kwamba wewe ni mtoto wa 2000 tu, mtoto wa juzi bana. Sisi wenzako ni wazee wa kongwe wa miaka ya 60 huko, tunafahamu mambo mengi, acha ubishi mdogo wetu. Mama akaongezea kwa kusema kwamba Bonsok alikuwa amefungwa katika pete kwa muda mrefu sana, na kila mwili wa binadamu alikuwa akiuvaa ule mwili ulikuwa unakufa, lakini kwa bahati iliyo njema au nzuri amejigundua kwamba akikaa katika mwili wa Mwamba Janghu anaendelea kuwa hai. Kwa anauvizia huo mwili mpaka Mwamba atakapokuwa amekufa, ataendelea kumiliki huo mwili daima. Na akamwambia kwamba sisi kama waganga hatupaswi kabisa kuuchukia ule mzimu, bali unatakiwa kuendelea nao, kuishi nao hivyo hivyo, ukiutia moyo na kufundisha namna njema ya kuweza kuishi na watu. Wakati mwingine hatutumii nguvu katika kuyatibu matatizo bali akili. Na mama akamalizia kwa kusema kwamba nilikupongeza sana ulipokuwa ukichukua uangalifu juu yake, japokuwa nilikuwa nikijua kwamba unahudumia mzimu, lakini unatakiwa kuendelea vile vile na kuongeza mapenzi zaidi, na utajikuta kuwa siku moja umeweza kufanikiwa kuishawishi na kuweza kuponya. Dada Songi akasema kwamba najua kwamba mizimu mingi ni mipweke sana, hainaga marafiki, hainaga ndugu, haina jamaa, na wakati huo wewe nafanyaga mambo ya ajabu sana. Ninaahidi kwamba nitakupa rafiki kabisa wa karibu na huo mzimu, kuhakikisha kwamba naondolea hali ya upweke. Wakati huo kumbe ule mzimu umemchukua Mwamba Janghu na kumpeleka katika maeneo ya mapoli na kumzungusha huko. Jamaa wakati mwingine anabaki anajishangaa, kila fahamu zake zikirudi anajikuta tu katika maeneo ya mapoli. Baadaye mzimu unachukua mwili wake na kwenda kufanya vikao vya kichawi. Haelewi kabisa mambo yanavyozidi kwenda. Siku ya leo tena Mwamba Jiho akukata tamaa kabisa kwenda kumtongoza bidada Songi, na hapa akaanza kumwambia kwamba nakupenda sana na leo nakwambia haya maneno nikiwa simuoni kabisa huyo jamaa wako. Lakini wakati huo bidada Songi akasema kwamba hakuna kipindi kigumu kama kipindi cha wakati huu. Kumbe wakati ule Mwamba alikuwa anasema ananipenda, ulikuwa unaozungumza ule ni mzimu bana, sio Mwamba Janghu. Jiho akafurahi sana, akamwambia kwamba mimi nilijua tu kwamba ule mzimu ulikuwa unakuchezea, nipende mimi sasa. Lakini bidada akasema kwamba mpaka tutakapokamilisha mambo yetu yote ndipo ndakwenda kuchuja nani ambaye anastahili kupendwa. Jamaa akawa amekasirika sana kugundua kwamba kumbe mzimu ndio ulikuwa ukimwambia bidada kuwa unampenda. Mwamba Jiho akamsubiria Bonsok aweze kufika katika mitaa hii. Haraka sana akawa amemkunja, kisha akaanza kumpiga na kumwambia kwamba ni kwa nini uliweza kumdanganya bidada kwamba unampenda, kumbe wewe ni lijini. Lakini jamaa akakiri wazi na kusema kwamba ni kweli kabisa mimi nampenda bidada, kisha akaenda kumkumbatia bidada. Hii kitu ikabaki inamshangaza sana Jiho, yaani akajikuta haelewi mambo yanavyozidi kwenda. Hapa ninayezungumza naye ni jini ama ni Mwamba Janghu? Walipofika nyumbani, bidada akawa anamlaumu sana Bonsok na kumwambia kwamba ni kwa nini unatumia mwili wa mwenzako kwenda kupigana na watu? Nimepata taarifa kwamba kuna mtu umeweza kupigana naye. Akasema kwamba ilikuwa ni mara yangu ya mwisho kuweza kupigana na mtu, na kuanzia sasa hivi sitawahi kupigana na mtu mwingine hata siku moja. Sawa bidada Kiufupi ni kwamba Mwamba Bonsok akiuvaga mwili wa Mwamba Janghu basi anakuaga ni mchangamfu sana na mwenye maneno mengi sana mazuri, kitu ambacho kilikuwa ni tofauti kabisa na Mwamba Janghu. Kwa hiyo jamaa amejikuta tu anapendwa na watoto wa kike wengi sana na wanamshobokea kweli kweli, kwa sababu jamaa ni mchangamfu, mara akikuta unafuta ubao na kusaidia, afu jamaa ni muongeaji, kuingilia tu story fulani hivi tu udakudaku, yuko vizuri sana. Bidada kila anapomtazama Bonsok anaona kuwa ni watofauti kabisa na Mwamba Janghu, kwa sababu yule alikuwa ni mpole sana, mstaarabu, mkimya na mambo yake ni ya taratibu, lakini huyu anapendwa na watu wengi na anatabasamu la muda wote. Bidada alirudi kwa mganga mkuu msaidizi, kisha akasema kuwa kwa hali hii Bonsok akiendelea kutumia mwili wa Mwamba, kadri anapozidi kutumia, mwisho wa siku Janghu wangu atakwenda kupotea kabisa ulimwenguni. Lakini huyu mganga mkuu msaidizi akamshauri bidada na kumwambia kuwa anatakiwa kusubiria mpaka muda ambao unaitwa masaa ya Ox. Katika masaa hayo mizimu inakuwa haina nguvu sana kwa binadamu. Kwa wakati huo anatakiwa kumuita Mwamba Janghu mara 3, na baada ya kuita Janghu ataitika na kisha atakuwa ni Janghu wa kweli kabisa. Kisha baada ya hapo ndio tutafanyika utaratibu wa kuweza kumdhibiti
binti asiweze kuingiliwa na huo mzimu. Wakati masaa hayo yanaendelea kukaribia, bidada akaanza kumwamsha mwamba kwa sababu anatakiwa aweze kumwamsha na mwamba aweze kuitika. Lakini jamaa alikuwa akiota ndoto ya tofauti kidogo. Alikuwa anaota kana kwamba anaona wanajeshi wawili mbele yake. Na kitendo cha kuota wanajeshi wawili maana yake aliyekuwa anaota hapo ni mwamba Bonsok. Lakini kwa sababu mwili wake umeunganika pia na mwamba Jaewoon, basi Jaewoon naye akawa anaona matukio ambayo Bonsok anaweza kuyaona. Hasa katika haya masaa ya Ox ni masaa ambayo mizimu inakuwa haina nguvu sana. Kwa bidada alipoita Jaewoon, basi Jaewoon akawa ameamka kutokea katika usingizi huku akieleza kwa masikitiko sana kusema kwamba nimeweza kuota ndoto na wanajeshi wawili na sielewi wao wanajeshi ni wakina nani. Bidada akamkumbatia mwamba Jaewoon kisha akamwambia kuwa nilikumisi sana kipenzi changu, ulikuwa umepotea kwa muda mrefu. Naomba urudi tena katika ndoto na utaniambia ni kwa nini jamaa alikuwaga ni mzimu. Utaniambia historia nzima. Naomba ukafuatilie katika hiyo ndoto kila kitu. Basi akapiga kengele inayotumiwa na waganga katika kuwalaza watu. Na hii kengele ilipopigwa tu jamaa akaweza kulala. Sasa nini ambacho Jaewoon atakwenda kukiona ndotoni, na hapo ndo tutakwenda kujua chanzo cha mwamba Bonsok kuweza kuwa mzimu. Hii itakuwaje? Tukutane katika episode ya mwisho kabisa, episode ya 12 ambayo ndo finali ya tamthilia yetu. Wakikuuliza naitwa nani, waambie naitwa DJ Po, na kama vipi unaweza ukashare linki hii kwa watu ambao unawapenda na wanaozikubali tamthilia kama hizi, lakini pia unaweza kaandika alama kwa like hapo mpaka tutakapofikisha like 100, basi finali yetu itakwenda kutoka hivi karibuni. Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa frani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775 0265 57.